Mwenyezi kupokea utukufu. Tunakiri leo wastahili ewe Bwana. Baba, tunasema wastahili ewe Mungu usiyeshindwa, wastahili ewe Bwana. Mungu wa ajabu kupokea utukufu. Uko juu sana, wastahili ewe Bwana. Hapa duniani twasema wastahili ewe Bwana. Oh, wastahili. Haleluya Bwana, pokea. Mungu usiyeshindwa, wastahili ewe Bwana. Oh, wastahili Bwana, Bwana. Oh, wastahili ewe Bwana. Mungu wa ajabu upokea utukufu. Tunakuabudu wewe, mshindi wetu Bwana, unayetupigania, wastahili, unayetujali, wastahili ewe Bwana. Tunakuinua, pokea utukufu. Hatuna mwingine, wastahili Ewe Bwana. Oh, tunasema wastahili ewe Bwana. unastahili, Ewe Bwana, unastahili. upokea utukufu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Baharini watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Baharini watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Oh, nainua macho yangu mimi nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Baharini watoka kwako Yesu wangu, Yesu wangu. Yesu umeiponya roho yangu. Baba, wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru Yesu wangu. Yesu wangu. Umeiponya roho yangu. Wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Reka bahande rebozi ya bahatarabo, Rika ya rabo sherebe rababosi ya bahatarabaganda, Yata ya rabo yesherera emazia. We give you glory, we give you praise, our Savior.
Oh my God, msaada wetu kama taifa, msaada wetu Baba kama dunia, msaada wetu Bwana kama jamii, msaada wetu Bwana kama Afrika ni kwako Bwana. Ndio sababu tuwakuinua, kwa sababu tuwapata msaada kwako, Mungu usiyeshindwa. We give you praise, our God and our Savior. Jehovah, we worship your name. Asante Baba, tuwakuabudu na tuwasema umetukuka Mfalme. Hakuna kama wewe Bwana, hatuna mwingine wa kuabudu, hatuna mwingine Baba wa kusongea kwake ila tu ni wewe Bwana, usiyetuaibisha Mungu, usiyekosa msaada wa yeyote anayekukimbilia Bwana, na kuinua kwa sababu unaweza, na kuinua kwa sababu umetukuka, na kuinua Bwana kwa sababu umetamalaki, na kuinua Bwana kwa sababu unaweza. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Receive all the praise, our Savior. We worship you. We give you glory, our King and our Master. Thank you Lord. Asante Bwana. Pokea utukufu na heshima na sifa Baba, tuwasema wasahili kupokea utukufu wote katika jina la Yesu Kristo. Hata Baba, kwa sababu ya lunch hour ya siku ya leo Baba, tuwazidi kusema ya kwamba wewe wasahili heshima zote na utukufu Baba, zikurudie katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa sababu ya wema wako. Enda nasi Baba katika lunch hour ya siku ya leo, na ukubali Baba uwepo wako uwe nasi. Wacha presence yako Bwana iwe nasi mahali hapa, King of Glory. Iwe nasi Baba kwa kila mmoja anayesikiza, anayetazama Bwana Mungu wa rehema. Nasimama kutangaza, wacha uwepo wako uwe kwa hizi nyumba za wapendwa hawa, as we worship together my Father, as we share your word, O King of Glory, as we fellowship together my Father. Kubali presence yako Bwana iwe kwa hizi nyumba, iwe kwa wapendwa hawa Bwana ambao tunashirikiana na wao katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu Baba, nataka kuamini ya kwamba O King of Glory, tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, asante kwa sababu utabariki na utainua wale wote Bwana, tutakuwa pamoja na wao kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, ni kwa sababu umetukuka, na tuwasema Baba, kando yako hakuna mwingine. Asante kwa jina la Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu tumeomba na hata kuamini. Sema amen. Hata kama uko pale nyumbani sema amen. Asante, nashukuru Mungu kwa sababu ametujalia neema na ameturuhusu tuweze kukutana pia mahali popote huko, ili ya kwamba tuweze kushiriki neno lake katika siku ya leo. Kwa hivyo ninakaribisha wale wote wako manyumbani. Ninaona kuna watu ambao wanatuandikia message, kuna watu ambao wako tuned in, kuna watu ambao wanafuatilia. Nashukuru sana kwa sababu ya kila moja. May God bless you so much. Naona wengi wanatufuata wakiwa Nakuru, wakiwa Nairobi, wakiwa Karen, wakiwa maeneo tofauti. May God bless you kwa sababu ya kukubali kufuatilia ujumbe ama ibada ya siku ya leo ya Rachawa, ukiwa mahali popote uko. Ninakukaribisha rasmi ili ya kwamba tuweze kuwa pamoja. It's very encouraging kuona ya kwamba kuna watu ambao wanatufuatilia, na kama uko pale na unatufuata, naweza penda to just comment tu jambo, sema amen, sema unabarikiwa ukiwa wapi, tuambie unatazama ukiwa area gani, ukiwa maeneo gani, na Mungu ataweza kukubariki sana in the name of Jesus. Asante sana kwa sababu ya wale wanafuata. May God bless you in Jesus name. Nataka tuweze kuingia kwa neno la siku ya leo ambalo nitaweza kushare na wewe, na leo nafikiri itakuwa warfare kiasi, kwa sababu nataka leo tuweze kuomba. Leo mahali huko kuna mambo nataka tuweze kudeal nayo ambayo wakati mwingine yamechelewesha destiny zetu, yamechelewesha kile ambacho Mungu ataka kiweze kufanyika maishani mwetu. So leo nataka tuweze kuangalia mambo kadhaa na tuweze kudeal na mambo mengine ambayo yamechelewesha watu wengi sana. Wangekuwa saa hizi wanaimba wimbo mwingine, lakini bado saa hizi wanaimba the same song,
wameimba for many years. Kuna wimbo ambao wanaimba miaka mingi, hata sasa bado wanazidi kuimba huo wimbo wa shida, wa kushindwa, wa vita za aina fulani. Kuna vita ambazo umepigana kwa kipindi kirefu sana, ambazo zinapaswa ziwe zimekwisha, lakini hata sasa bado unapigana hizo vita. Leo nataka tuweze kuangalia mambo kadhaa ili ya kwamba tuweze kudeal na mambo mengine, na Mungu ataweza kutubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen, in Jesus name. Nataka tuweze kuangalia mambo kadhaa, na kama vile nimesema ni ya kwamba I know kuna mambo ambayo Mungu huwa anakubali ya kuja maishani mwetu, na hiyo tumesoma even in the Bible. Kuna mambo yalikuja hata kama shetani yalihusika, like wakati wa Job, Mungu alikubalisha jambo lile liweze kuja kwa maisha ya Job. So kuna mambo Mungu anakubali yaje yakae kwa kipindi fulani katika maisha yetu. Kuna mambo Mungu anakubali yeye mwenyewe na anakubalisha yakuje. Sio kwa sababu mtu amekosea ama hata amefanya dhambi, although sometimes anaweza kuwa pia amekosea. Ukisoma kitabu cha Isaia 40 tulisoma siku ya jana, inasema watu hawa kwa sababu ya kile ambacho walifanya, uovu mwingi, dhambi nyingi, Mungu anasema nimeachilia ghadhabu yangu na mapigo, wamekuwa kwa shida nyingi. Lakini Mungu akafika mahali akaambia mtumishi wake, enda sasa uambie hawa watu waanze kurejoice, enda uanze kuwa comfort, enda uanze kuwanenea maneno ya kuwafariji. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile vita ambazo wamepitia zimefika mwisho wake, ni ambazo hatujui. Lakini pia hata kama Mungu anakubali yakuje, kuna mambo yanakuja yakae kwa muda fulani, alafu yakwishe, alafu yaondoke na uweze kuendelea na maisha. Kuna vita Mungu anakubali zikuje katika maisha yako. Sometimes hizo vita zikija maishani mwako zinakusense. Kwa hivyo kuna mambo Mungu anakubali ya kuja kwa sababu kuna mambo anataka afanya maishani mwetu. Na ukisoma Bible pia in the book of 1 Samuel chapter 1 huwa inaongea juu ya Hana. Na Bible husema ya kwamba utasa wa Hana vizuri kabisa ya kwamba ni Mungu alikuwa amefunga tumbo ya Hana, sio shetani. Bible husema ni Mungu. Lakini Hana hata kama alijua pengine hakufaa kukaa miaka yote, alijua pengine utasa wake haufai kukaa milele. Utasa wake kama umetoka kwa Mungu ama umetoka, kuna mambo yanakuja kwa wakati fulani, then yaondoke. Praise the name of the living God. Yaondoka. Kuna shida ambazo huwa zinakuja maishani mwetu, and I thank God kwa sababu ya shida zingine zinapanua maisha ya miaka yangu yote. Sifai kukaa hapo miaka yote kwa distress. Inafai kuje ipanue moyo wangu, hiyo distress iondoke, niweze kuendelea kufanya mambo, kwa sababu Deuteronomy chapter 28 alikuwa anawaambia ya kwamba kuna vita ambazo mtapigana na msiogope. Mnaweza kupokea mambo na vitu na mashamba yaliyokaliwa na maadui wale mnapigana na wao. So, Mungu angependa kupatia watu rest ama pumziko. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kuna mambo yanakataa kuondoka, yako pale kwa muda, kisha zikuja saa zingine. Kuna mapigo saa zingine yamekuja, yamepita katika maisha yetu. Nikuambie wazi, hili janga halifai kukaa muda mrefu. Linafaa kuja lipite. COVID-19 ama mambo mengine tofauti maishani mwetu tunaweza kuona ikiwa prolonged, ikiwa mawili ya kuonyesha the promise of God katika ushindi wetu in the book of John 4. Naweza kusomea hapo. Halafu nikuonyeshe kuna vita zingine ambazo tunanaitaga obstinate. Yaani mambo ambayo obstinate ni kama yazo, na najua kwamba tutaweza kubarikiwa ni vitu ambazo zinakuaga stubborn. Obstinate ni jina lingine la stubborn. Upumzike hata unapumua kwa sababu umeshinda, but within few months, few days, lile jambo bado linazidi kujirudia tena. Obstinate spirit imekuwa kwa hata wakati wa Yesu Kristo, kwa sababu shetani hakuondoka. Nimeenda lakini bado sijamalizana na wewe, I'm coming. Hiyo ni jambo ambalo huwa linakuja linachelewesha mtu. Unakaa ukipigana vita moja miaka yote, useme kwamba ni muda kidogo tu. Ukisoma 54 Isaya inasema ni muda kidogo, ni dakika chache, ni muda mfupi hili jambo likwishe. Alafu cha Judges inaongea juu ya Delilah. Bible sema kwamba Delilah alimsukuma Samson, akamsukuma Samson akimwambia nguvu zako hutoka wapi? Wakasumbuana na Bible husema vizuri sana, kwa sababu ya vile Delilah alisukuma Samson sana,
aliprolong, sema sijawahi nyolewa kutoka wakati nilizaliwa na nguvu zangu zinatoka katika nywele. Hapo ndipo Samson alipotezea unadhiri wake. Hapo ndipo Samson alipotezea ya kumsukuma, haimuachi, inamsonga, inampeleka. Ukifikiria umeshinda, kumbe ni kujificha, imejificha na kugojea hapo mbele. Leo lazima tuweze kudili na hayo mambo, na ndio sababu Yesu alisema ya kwamba kuna mambo itabidi yang'olewe na mizizi, kwa sababu in our lives, in our families, kuna mambo nataka tuweze kuyang'oa leo katika jina la Yesu Kristo. Yamekusonga muda mrefu. Paul, wakati Paul alikuwa naomba, anamwambia Mungu ya kwamba niondolee mwiba, niondolee mwiba. Mungu akamwambia siondoi mwiba. Kile Mungu alisema nitakupatia neema, but tunafikiria ni thorn. Lakini sikiza hii, ukitaka kujua kama ni mwiba ambao ndio unapitia jambo but you don't feel it, hausikii, hata watu ndio wanaona haya ndio unapitia jambo fulani, because you have the grace. Lakini jambo hili ambalo linafanya umwage machozi kila siku, because a thorn, mwiba hukuja na grace ya kuweza kukaa na mwiba, lakini huo mwiba hiyo inaweza kuwa ni mwiba wache. Na kwa nini basi unakosa neema? Ukiona jambo linakukosesha amani, because wakati ambapo uko na a thorn na ni Mungu amekubalisha mwiba maishani mwako, you have a peace. Unasikia niko na amani, hata kama inafanyika, I have the peace of God. Hata kama saa zingine mpaka unakosea, because it is a spirit. Ni ngome inafaa iweze kuondolewa, ni giant inafaa iweze kuondolewa katika maisha yetu. It is a strong la Bwana in the name of Jesus Christ. Praise the name of the living God. Na ukisoma hii hayo mambo ambayo ni stubborn, ambayo yanatuchelewesha, in verse 4 ine mstari wa 4 inasema hivi, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye na kulie aliye katika dunia, ambaye ndiye anawapinga. So conquerors, sisi ni zaidi ya washindi. Hii ni kusema mambo yale yote ni za vita za dunia za kawaida, hawapiganagi daima. Ni unapigana alafu unainua mkono, ni mtu anakimbia anatangazwa mshindi, anapokea zawadi yake. Hizo vita zingine pia zinafika, sio vita zile. Hapana, ni zinakuja vita ambazo ukimalizana nazo zinakupeleka to another level, zinakupeleka to another glory. Hili jambo lazima tuangalie vizuri na tuone saa zingine kama ni hii spirit ambayo imejaribu kujificha itucherewe. Kuna utukufu mwingi sana umekugojea, lakini kuna mambo yanajificha ili ya kwamba ya kucheleweshe. Kwa ring akipigana vita, unajuaga ameshinda kwa sababu ametangazwa wanafunzi wake nguvu. Na pia nasi kama kanisa tumepatiwa nguvu ili ya kwamba mambo ambayo tutashinda yawe chini. Jina la Bwana nipe sifa. Na leo nasimama kutangaza na kuachilia nguvu za kushinda hata COVID-19 husband ama mtoto wako. Hizo ngome zimekataa kuondoka kwa haraka. Leo naachilia upako wa kuondoa hizo ngome zote, hizo spirit of Jesus Christ. Praise the name of the living God. Hata Yesu alisema hivyo ya kwamba nitajenga church na ile kanisa hii ni kumaanisha hapo tumesoma lazima tuwe tunatangazwa washindi. Jina arafu ni kuonyeshe Jeremiah, arafu tudili na haya mambo kwa dakika zingine chache. Wa kwanza 15. Kuna mambo tukiyanyamazia wapendwa, tutafikiria ni kawaida, lakini sio kawaida. Yako pale yaweze kutunyima raha, yatunyime rest, yatunyime waweze kuendelea. Hata kama Farao alikuwa stubborn, lakini wakati moja alibao, naye ndio alikuwa stubborn sana. Pharaoh anasema siachili watu wende. Lakini hata kama alikuwa stubborn kiasi gani, wakati moja alibao kwa sababu ya nguvu za Mungu. Na kama kabisa Mungu aliye ndani yetu ni mkubwa vile Biblia imesema kuliko aliye katika dunia ama aliye kinyume, na ni ushindi ambao unaonekana. Naweza kusema wakati moja nimepigana hizi vita, lakini sasa nimeshinda. Huyu Mfilisti nimempata kama amesimama, ametisha watu wa Mungu, ametukana jeshi la Bwana, lakini sasa ako chini amelala, kichwa chake ndiyo hiki. Amen. Lazima tuwa my father, imesumbua watu wengi, lakini sasa kwa sababu ya Mungu aliye ndani yangu, hiyo jitu ndiyo hii imelala hapa na kichwa ndiyo hiki.
In the name of Jesus. Na leo tunaenda kutangaza hivyo. In the name of Jesus. Kile ambacho kimetisha watu kama vile Goliath alikuwa anatisha watu wa Mungu, anatoroka akiwatukana. Lakini kuna kijana alitokea kutoka kichakani akija kuangalia ndugu zake, akasimama akampiga, akamweka chini, akakata kichwa chake. Nataka niweze kutangaza siku ya leo ya kwamba kile ambacho kimetisha watu, watu wametoroka kwa sababu ya mambo tofauti, kwa sababu ya hii stubborn spirit inaitwa Goliath, lazima tuiondoe siku ya leo katika jina la Yesu. Imefanya watu wakae masikini miaka yote, imefanya watu Jesus, because hata hii imetuhakikishia hii 15 of 1 Corinthians 15 ukisoma mstari wake wa 40 na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Biblia inasema basi Mungu apewe sifa kwa sababu ametupatia kushinda, kwa sababu anatupatia victory. Sasa na apewe sifa ambao wametazamia miaka mingi, lakini kumbe kuna jambo limewachelewesha. Kumbe kuna kitambaa, kumbe kuna baria iliwekwa ya kuwachelewesha. Lakini siku ya leo, wacha nikwambie, leo kuna wimbo utaimba. Praise the name of the living God. Ukisoma hii pia inasema hivi, Jeremiah, nakimbia tu ndio tuweze kufanya hili jambo. Jeremiah 19, Jeremiah chapter, kubali wapendwa kukosa kuyanyamazia. Kuna mambo unaweza sema hiyo ni Mungu amekubali ya kuwe, wacha ikae. Lakini saa zingine hata kama ni Mungu amekubali kuje, iko nitakaa hapa. Praise the name of the living God. Bado nitakaa. Lakini saa zingine simama na utangaze, hiyo sio portion yangu, wacha iondoke. Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli, hao maadui mnawaona hamtawaona tena. Kwa hivyo kuna mambo Mungu anaweza kubali uyaone kwa kipindi fulani, lakini baadaye iondoke na isiwahi kuonekana na isahauliwe kabisa. In the name of Jesus. Jeremiah inasema ukamwambie maneno yote niliyokuamuru, usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Sasa Mungu anasema ya kwamba simama ujifuge vizuri, nataka nikutume kwao ukaseme. Mungu akasema ukisimama ufadhaike kwa sababu yao, na mimi nitakufadhaisha kabisa mbele zao. Kwa hivyo ni usimame. Hiyo ni kusema hakuna kurudi, basi ni usonge mbele kabisa. Hiyo ni kumaanisha hivyo. Basi ni kusema ukiamua kurudi nyuma, nimekugojea nikugonge. Kwa hivyo usijaribu kuangalia nyuma, songa mbele. Hata kama vita zimekuwa kali namna gani, no turning back. Ni kusonga mbele mpendwa, ni kile ambacho kinatokea tunapita nacho. Akisimama ondoa, songa, kwa sababu hakuna kurudi nyuma. Ni wewe utafanya watu hawa waweze kuingia katika imani. Leo nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na shaba juu ya boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote na juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake watapigana nawe. Kwa hivyo Mungu anasema life. Usidhanie watakuona tu wakae chini ya waondoke. No. Lazima watasimama waseme kuja tuonane. Lazima watasimama waamue kupigana na wewe. Ndio sababu Mungu alikuwa anaambia wana wa 7, hata wakija mbele zako uone wingi wao na wingi wa mafarasi zao na magari ya chuma. Mungu akasema na usiogope, kwa sababu kuja lazima ni wewe utasimama na utaweza kuwashinda. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa hapa Mungu anasema hivi ya kwamba washinda sio wao watakao kushinda. Na ukitaka kujua mtu ambaye miaka 30, miaka 20, miaka 50, lakini wakati ambapo umeshinda jambo, huwa unaliweka kando na unaliweka kwa kaburi la sahau. Kuna vita wapendwa zitarudi nyuma kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Lakini nasema hivi, lakini wewe, praise the name of the living God. That is a promise of God. Anasema wacha nikwambie, hawata kushinda, kukuja lazima wakuje. Na ndio sababu ukisoma Bible inasema kwamba watakuja wamejikusanya, watakuja na makali, watakuja na machungu, lakini Mungu anafanya wataondoka kwa njia 7. Jina la Bwana ni pensi. Kuna mambo Mungu anakubanjwa itawanyike. Wacha hii shida itawanyike. Wacha iondoke katika maisha yangu. Na leo natangaza, simama kutangaza yaondoke kwako katika jina la Yesu. Kama mbele inakuwa stubborn, haiondoki, haisongi,
inakatalia pale. Wakati wana wa Israeli msipokubali kuondoa watu fulani, Mungu aliwaambia basi hao watu watafanyika kuwa stubborn. Ni kumaanisha it is determined not to change. Hiyo ndio kuwa stubborn. Yaani kusema kwamba sibadiliki. Obstinate or kuwa stubborn. Kuwa obstinate ama kuwa stubborn ni kusema ni permanent. Tena na huyu akufe hatuondoki because we are spirit. Tunatafuta mwingine ameitwa kama yeye ama mwenye kwa hiyo bloodline. Hatumuachi. Ndio sababu ukisoma Bible kuna mtu mmoja ambaye kuna spirit ilikuwa kama na mawe. Anafungwa na minyororo anakata. It was a stubborn spirit. Wanamfunga anakata. Wanamfunga anakata. Kuna mambo unayafunga lakini the more unayafunga yanakuonyesha hakuna kitu unafanya. Hadi nakuchekelea. Nakuuliza unafanya nini? What are you doing? Alienda kila mahali. Akaenda kila mahali. Akaenda maeneo haya. Akaenda pale pengine. Bible husema ya kwamba hata wakati alikuwa naenda hakusaidika. Spirit of hell shall not prevail. Hiyo spirit iliondoka kuanzia pale. Na Bible inasema ilifanya huyu mama kuwa masikini kwa sababu na juzi nihubiri hapa nikasema ya kwamba mambo yale huja katika maisha yetu ya kuwagi permanent. Even COVID-19 sio permanent. Hapana, imekuja ipite. Jina la Bwana lipewe. Imekuja ipite. Nitangazia mapema. Kenya is no go zone. Lazima iondoke katika jina la Yesu Kristo. It is difficult to remove or cure or move. Yaani kuwa ya kwamba iondoki haraka. It is difficult to cure. It is difficult to move. Kuna mambo ambayo hayaondoki kwa haraka. Yanakawia, yanakatalia, yanasema hatuondoki. Unaambiwa hii haiwezi kutoka. Hata ukijaribu kufua na sabuni gani, unajaribu omo, heli usijui gani, umekataa. Kuna chemical, aina ya chemical inaweza kuja imwagiwe pa. Yeah. Na ukisoma Bible, David hakuja na tractor, hakuja na malori za vita, alikuja na kajiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. So hata mambo yale ambayo ni stubborn, kuna uwezekano yaondolewe na jambo ndogo sana. Na hilo jambo ndogo ni wewe kusimama leo na usimame tuliyekuwa tunaambiwa. Kuna mtu mmoja alipatiana hii jambo, pengine umeisikia, ya mtu ambaye walikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa anaongea, walikuwa na conversation, communication yake na Yesu. Naye akanyamaza. Akasema as long as Yesu wako hapa, si wacha ni nyamaza. Na yeye alishinda shetani. Si atanishindania kwa huyu aondoke, because hii shetani ilishindwa, itaondolewa saa hizi. Wakati huyo mpendo wa mtumishi wa Mungu naye alinyamaza, na Yesu akanyamaza. Naye mtumishi anagojea Yesu, akaona Yesu hashughuliki. Kile ambacho alifanya, alikasirika. Wakati alikasirika, akasema toka. Wakati alikemea mara moja tu ikadisapia. Mamlaka yote nilipatiana kwa church. Nimekupatia power and authority. Kama ungesimama useme ondoka, tungekaa hapo. Ndio kuna watu ambao wanasema woi, kama Mungu limenisukuma sana, wacha liondoke. Praise the name of the living God. Kuna watu wanasema kwamba woi, si Mungu anaona, si yakuje aondoe hii vita, si yakuje animalizie hii warfare zote kutoka kwa amali yangu. From my amali nimeweza kuachilia silaha zote za kupigana vita. Wewe vaa silaha zote, pigana na principalities, pigana na hizo powers ziondoke, na utapata ushindi. Hiyo ndio Mungu anasema. Praise the name of the living God. Ndio sababu nimesimama kutangaza leo hiyo mambo yote ambayo yamesimama. Bible husema vizuri, kitabu cha Ufunuo, wakamshinda shetani kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya mwana kondoo, na kwa ushuhuda wa vinywa vyao. Let me tell you my brother and my sister, wacha nikutangazie, nikwambie, sisi ni washindi. We are more than conquerors. Lazima iondoke in the name of Jesus. Praise the name of the living God. Wapendo, wacha nikwambie ya kwamba kuna mambo ambaye Mungu alikubali yaje, na Mungu hakukubali yaje yakae milele. Mungu hakupaga yakuje yakae permanent, lakini mambo mengine tulizoeana nayo. Tumezoeana nayo kwa sababu tumeweza sasa Mungu alikusudia yakuje, lakini yakija tuweze kuyaondoa
na tunapoyaondoa tutangazwe kuwa washindi na jina lake liweze kupewa sifa. Praise the name of accept defeat. Ni kukataa kushindwa. Na kama wapendwa, kuna jambo inatusubua, ni kwa sababu mambo yale huwa tunapigana nayo hayakubaliki yameshindwa. Even devil hajai kubali yameshindwa. Hapana. Na ndio sababu ukisoma Bible Exodus inasema hata kama first Yona wanaomboleza, wanaenda kwa mazishi, Israeli akawaachilia waende. Wakati walikuwa naenda na bado wako katika maombolezi, bado alifuata wana wa Israeli akasema siwaachili. Yeah. Stubborn spirit huwa haikubali defeat. Inasema ndio, hata kama umeniguza, hata kama umenigonga, hata kama umenifanyia nini, hata kama inajicharge, inajiinua. Na ndio sababu shetani alimwambia Yesu, wacha niende, but I am coming again. Stubborn spirit lazima iondoke katika, or to obey or to comply. Na uelewe ya kwamba the authority we have, the Bible says ya kwamba tumkaribie, yanafaa yanatiishwa. Lakini sasa kwa sababu ni stubborn, yanakataa kuyield, yanakataa kuobey, yanakataa kucomply. Lakini leo mahali yuko, natangaza upokee authority ya kufanya kama Yesu alikuwa anaambia pepo ikiwa ndani ya mtu, toka na uende. Ya kama yule jamaa Yesu aliambia pepo, yule jamaa alikuwa anakaa kaburini. Alafu huyo mtu akasema usituzingie kwa nguruwe. Zika comply, zika obey. So ni kusema mambo mengine yanakuja maishani mwetu. Kuna vita ambazo unafaa unasimama, unasema enough is enough. Go. I need my rest. Nataka pumziko yangu, ondoka. Hizo forces zote ambazo huwa zinakataa kuondoka, zinatuchelewesha, nasema ziondoke. Nasema ziondoke. Nasema ziondoke. Mahali huko sema amen, kwa sababu zinaondoka katika jina la Yesu Kristo. Hizo zimekuweka kwa keja kwa miaka, kwa sababu enough is enough. Haitakuchelewesha tena katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hata Mungu alikuja akaambia wana wa Israeli, mmezunguka. Mimi si kuwaita mkae mahali pamoja. Hapana, niliwaita muwe mnasonga mbele, mnasonga mbele, mnasonga mbele. Mnaendelea na kusonga na kuinuka. That was my plan. Praise the name of the living God. Hallelujah. I thank God hata kwa sababu ya kile kinafanyika kwa taifa letu saa hizi, na pia kwa tuliambie ya kwamba halitakawia liondoke. Tunaweza kustuka sana likienda hata inapita, lakini haikai Kenya. In the name of Jesus. Hallelujah. Katika jina la Yesu. In fact hata Bible husema hivyo, kitabu cha Isaya, kwa nyumba milele. Maandiko husema ingia kwa nyumba yako ujifiche, kwa sababu ya ghadhabu yangu inapita. Bible husema kwamba malaika wa kifo in the book of Exodus anapita, hajakuja kukaa. So ni kusema kuna mambo hayakuji kukaa, yanakuja yapite. Lakini lazima kuwe na watu ambao watasimama waseme ya kwamba hili jambo halitakaa kwetu, lazima liweze kupita katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nilikuwa naona wale wamekaa ushago ama gishagi wanajuma. Nilikuwa naona kuna wakati ambapo kungepita nyuki. Unapata bees zimepita, zinakuja zinapita mahali. Lakini hatujejenga zile nyumba za nyuki, inabidi tuanze kuwakisha vitu zingine, kwa hiyo moshi tunazifukuza ziende. Although kuna watu na wao walikuwa wamejenga hizo nyumba, ndio hizo nyuki zikikuja wanapata mahali pa kuziweka. Kuna mambo ambayo yanakuja, kuna watu ambao wako tayari kucomply na hayo mambo. Kuna watu wako ready. Kuna watu wako tayari kwa sababu ya mambo hayo yakikuja, wako tayari. Waliambia maadui zao hatutawafukuza, wakawapatia kazi, wakawapatia mashamba ya kulima. Na Mungu wako anataka hivyo. Alikuwa anataka wakija Bwana wafukuza wanasonga. Lakini wao walisema kwamba kujeni tu accommodate, wakawaweka, wakaendelea, wakakuwa, wakaongezeka, wakakuwa wengi, wakaanza kusumbua wana wa Israeli. Jina la Bwana lipewe sifa. Sisi hatuja kuja kuaccommodate, na Kenya hatuta accommodate COVID-19. Lazima iondoke.
in the name of Jesus. Na nasimama kutangaza kwako unayekubaliana na mimi ya kwamba kwako hauta accommodate umasikini. In the name of Jesus. Nasema kwako in the name of, unajua kuna watu wako tayari ku accommodate magonjwa. Hata wanasemaga ile ugonjwa yangu. Ugonjwa yangu imeinuka sasa. Hata akipiga simu anapigia mtu simu kama ni mtoto wake akiwa Gishagi ndio asaidiwe. Anasema ile kaugonjwa kangu kameamuka sasa. Ile kaugonjwa kangu kamerudi, nitumie pesa ya dawa. Hii ni kusema yeye ako tayari. Amejengea hiyo kaugonjwa kanyumba. Kakikuja kanapata mahali pa kukaa. Praise the name of the living God. Lakini siku ya leo nasimama kutangaza sisi hatuta accommodate mabaya. Na kama kuna madhabahu yalijengwa ili ya kwamba mambo yakija mabaya yanapata mahali pa kuingia, hata kama yalijengwa na nani hayo madhabahu, nasimama kuyang'oa siku ya leo. Nasimama kuyabomoa saa hii katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuna makuhani walisimama wakajengea magonjwa tu nyumba, wakajengea shida tu nyumba, nasimama kubomoa hiyo nyumba zote. Huto tu nyumba, hizo madhabahu zina accommodate maovu, nasimama kuyang'oa in the name of Jesus. Na nasimama kutangaza hata kile ambacho unapitia saa hizi, wacha iwe ni kupitia. The Bible says that we go through, not to stay but we go through. Ni kupitia, mpendwa. Maandiko sema kwamba hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, kupita sio kukaa. Wapendwa, kuna mambo hatufai kukaa ndani yake. Katika bonde la uvuli wa mauti naweza kupitia, lakini sio kukaa. Praise the name of the living God. Na wakati unapokaa katika jambo moja, katika bonde la uvuli wa mauti, miaka yote unacheleweshwa. Kuna mahali haufiki, kuna mahali hausongi. Leo nasimama kutangaza katika jina la Yesu, napomalizia in the mighty name of Jesus, mahali popote huko nasimama kutangaza hizo stubborn spirit ziondoke katika jina la Yesu Kristo. Zaweza kuwa ni magonjwa, zaweza kuwa ni masikini, zaweza kuwa ni spiritual husbands and wives. Umezifukuza miaka mingi spiritual husbands or spiritual wives, unazifukuza bado zinarudi. Roho ya kifo na ziondoki. Leo zinaondoka katika jina la Yesu. I take power and authority in the name of Jesus. Nachukua nguvu na uweza na mamlaka, na saa hii nasema iondoke in the name of Jesus. Nasema iondoke, nasema iondoke, nasema iondoke. Mahali ambapo uko anza kuiachilia, iambie ondoka kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Nasema iondoke. Hilo jambo ambalo lilikuwa likuja kwa muda mfupi alafu liondoke, limekataa kuondoka, twasema sasa liondoke in the mighty name of Jesus. Halitakaa milele. I command you now, go you evil spirit in the name of Jesus. Ondoka kwa taifa letu na kung'oa na mizizi, na kung'oa na mizizi. Ondoka siku ya leo, ondoka siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hautakukubali katika jina la Yesu. Mchanga wa Kenya ukutapike in Jesus name. Ondoka Kenya, ondoka Afrika katika jina la Yesu Kristo. I command you now, I render you powerless, I render you powerless, I render you powerless, I render you powerless in the name of Jesus. I render you powerless. Siku ya leo ondoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Na nasimama kutangaza ya kwamba mambo hayo yamekatalia katika maisha ya watu wengi, na yaondoke sasa. Nasema yaondoke, nasema yaondoke, nasema yaondoke, nasema yaondoke, nasema yaondoke in the name of Jesus. Mahali ambapo huko hilo jambo umepigana nalo la divorce, in the name of Jesus iondoke, iondoke. Yes, hiyo spirit ya poverty inafanya uondoke kutoka kazi moja hadi nyingine. Miaka yote ni kuhama kwa kazi na biashara tofauti. Hiyo
stubborn spirit, nasema iondoke na iachilie maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho imekunyima usingizi, imekujaza na machozi kila wakati, machozi ambayo haina mwisho. Nasimama kutangaza enough is enough, enough is enough. Kwa wana wa Israeli alituma Moses, akamwambia Moses, enough is enough. Sikuwa nimepanga watu wangu wateseke milele, nilikuwa nataka miaka tu 40, miaka tu 400, alafu baadaye waondoke, lakini sasa imepita. Enda utangaze waondoke. Nami nimetumwa siku ya leo nisimame nitangaze, ondoka kwa hilo jambo, ondoka kwa hiyo shida, ondoka katika huo utumwa wa magonjwa, ondoka katika huo utumwa wa vizuizi zinazozuilia maisha yako, zinakuchelewesha. In the name of Jesus, ondoka katika jina la Yesu. Nimekuja na authority kutoka kwa Mungu Baba, muumba wako na Mungu wako. Anasema nitangaze hiyo spirit iondoke na ikuachilie siku ya leo. Ondoka katika huo utumwa. In the name of Jesus. In the name of Jesus, come out of that cage. Come out. Mungu, nasema hiyo minyororo ikuachilie, hicho kifungo kiondoke. Navunja hizo spiritual prisons, ziondoke sasa. Ondoka kwa hizo jela za kiroho. Come out of those spiritual prisons in the name of Jesus. I declare your freedom now. I declare your freedom. Natangaza freedom. I declare that now you are free in the name of Jesus. The power of God is katika jina la Yesu. Yaweza kuwa ni stubborn spirit ya dhambi. Umejaribu kuiacha, unajaribu kuacha jambo fulani, limekataa kuondoka, limekataa kukuachilia. Umekuwa addict, pengine ni addiction ya jambo fulani. Hiyo addiction nasimama kutangaza sasa ikuachilie. Sasa hiyo Jesus na ingoa sasa kwa jina la Yesu Kristo. Receive your freedom wherever you are. Mataifa kama mgeni hii liondoke in the name of Jesus. Receive your freedom in Jesus name. Nimekuwa nikisema kwamba nguvu za Mungu nyumba yako. Yes, huyo jamaa akasema no, usikuje, tuma neno. Tuma neno. Na maandiko sema kwamba huyu wakati ambapo alienda alikuta bwana wake amepona instant. Ile masaa Yesu alisema na apone, alipona hapo hapo. Yeah. So tunaposhirikiana katika neno hili, wacha nikwambie, hata ukiwa mahali uko, na kuambia kuna jambo ambalo linafanyika na utaliona ka struggle ya aina fulani, it is a pattern. Yeah? Let me tell you, hizi nguvu ambazo ama hili neno ambalo nanena saa hizi, kwa sababu neno liko na uweza, ni vikali kuliko upanga ukatao kuwili. Hili neno liko na uweza wa kupita na hayo mambo of Jesus, of God, to break down, to bring down every in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Kwa hivyo tutaendelea hata pia Sunday, tutunua mkubwa sana, na utaweza kuona kile ambacho kinaweza kufanyika wakati ambapo umesimama na tumeshikana pamoja, because subua miaka mingi hayatabaki yamesimama. I promise you, because it is the word of God. In Jesus name. Tutapigana hizo vita, tutapigana hizo ngome, tutapigana hiyo magonjwa, tutayamuru yaondoke. Ni kwa sababu kiona kila magonjwa. Kwa hivyo tutazidi kufanya hiyo, na Mungu atatubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Wacha tumalize kwa leo, kwa sababu kuna ushindi mkubwa sana ambao tunapokea kama taifa la Kenya. Church is praying. Watumishi wa Mungu wanaomba. It is happening. Inafanyika wapendwa. Just believe, just have faith in the name of Jesus name. So God bless you. My name is Pastor Daniel Kang'ethe wa kanisa la Kingdom Seekers Fellowship hapa Nairobi Kayole. I thank God for you kwa sababu ya kubali tushikanie kwako. Kuna pay bill yetu number. That pay bill unaweza kuitumia, you can give your offering. Unaweza kutoa sadaka yako kwa sababu pia ya kazi ya Mungu iweze kuendelea katika jina
la Yesu Kristo. As you give mali zake Baba, kwa sababu ya kazi yako iweze kuendelea. Mungu wetu na Baba yetu, ninasimama kutangaza baraka nyingi, natangaza ushindi wa ajabu. Naomba uweze kuwabariki Mungu wa Isaka. Oh my God, Mungu wa kiangazi, hata wakati wa kiangazi unaweza kufanya mtu avune mara 100. Natangaza Bwana kwa naomba Baba washike na mkono wako. Naomba Baba bariki kazi ya mikono yao katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa milele, unapowabariki akiwa na hitaji lolote, naombea mahitaji ya watu wako katika jina la Yesu. Kutana mahitaji ya watu wako wote na uweze kuwashidania. Asante kwa sababu unaweza. Kwa jina la Yesu Bwana na mkombozi wetu tumeomba, na hata kana sana hata washirika wetu mahali mko wala wajeweza hawa tu because hatuendi makanisani, ninawaombea wherever you are, ninawamii sana but tunazidi kuonana in the spirit, tunazidi kuombeana na kuwa pamoja. Ukinitafuta kiroho utaniona tu, hata mimi nakuombea. Tunapotafutana we pray together and I know ya kwamba Mungu atazidi kutubariki in Jesus name. Ni saa hizi tu basi yetu tuiondoe na itaondoka, tuweze kuona mwangaza, tuweze kuona ushindi wetu in Jesus name. God bless you. Shalom. God bless you. Amen. Amen. We bless you. Amen. Uninyunyizia maji wakati wa ukame, uachilia upendo na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda na kupenda, munyunyizi wangu, munyunyizi wangu, ona